Good morning. Kwa mara nyingine tena karibu sana ndani ya uchanganuzi wa soka, ikiwa ni kurunzi ya soka naye Kakati. Na kukaribisha tena ikiwa ni Jumatatu tarehe 20. Tunaamka siku ya Jumatatu tukiwa tuko na bingwa mpya wa dunia ambaye ni Uhispania, ukipenda Spain, ambao waliweza kuwapiga timu ya Argentina 1-0 kuchukua taji la kombe la dunia makala ya 23 ambayo yamekuwa yakiandaliwa kule Marekani, Mexico na Canada. Na nataka tuangazie mechi yenyewe, mechi ambayo ilichezwa kwa dakika 120, ikiwa ni dakika 90 alafu 30 zile za ziada. Mfungaji akiwa ni Ferran Torres, mchezaji wa timu ya Barcelona. Na nataka tuangazie mechi hiyo kwa kuangalia zile zinaitwa statistics na mchezo kwa jumla. Wahispania wanacheza bwana. Kijana Lamine Yamal alikuwa yuko kwenye kiwango chake bora, na ujio wake kijana Nico Williams ndio ambao ulibadilisha mchezo ule katika safu ya ushambuliaji, kwa sababu ukiangalia assist ilitoka kwake Nico Williams Jr. na pia kulikuwa na bao ambaye alikuwa amefunga lakini likakataliwa. Kwa hivyo kijana yule kurejea kwake kutoka kwenye majeraha kumeweza kuwapa nguvu sana safu ya ushambuliaji ya Uhispania na kuweza kuwasaidia kuweza kupata taji lile la kombe la dunia makala haya ya mwaka 2026. Kwa hivyo mimi nasema kongole kwa Uhispania kwa kushinda taji hilo, kwa kuwapiga mabingwa watetezi, sasa ndio mabingwa wa dunia. Kiangalia kile kikosi cha Hispania, wachezaji 7 ambao walikuwa wanacheza jana walikuwa wanatoka Barcelona. Inakuambia nini? Nakuambia kwamba wale wachezaji ambao wanacheza kule Barcelona ni hatari sana. Mfungaji wa bao alikuwa wa Barcelona. Pale ukiangalia katikati midfield walikuwa Barcelona. Defense, yule mchezaji bora mchanga zaidi ama ukipenda young player of the tournament, Barcelona, Kubasi. Rodri jana alidirisha kwamba yeye ni kinara kwenye safu ya kati pale, akidhibiti mchezo kweli kweli mpaka akaweza kushinda taji la mchezaji bora wa michuano hii ya mwaka huu. Na Kylian Mbappe pia aliweza kushinda ile taji la Golden Boot. Ile Golden Glove iliweza kwenda na mchezaji wa Uhispania, goalkeeper yule Unai yule Simons ameweza kuchukua Golden Glove, akichukua 6 clean sheets katika mechi zote ambazo amecheza katika kombe la dunia mwaka huu. Kwa hivyo mimi nikakatie kombe la dunia limekwisha, nitakuwa narudi kukupatia uondo wa taarifa za uhamisho, ikiwa ni timu mbalimbali zikiwa zinaendelea kujiandaa kwa msimu ambao utakuwa unaanza mwezi ujao tarehe 22 Agosti. EPL itakuwa inarejea. Kwa hivyo jiandae, nitakuwa narudi. Sitaki kukupa ama kukutoa kwenye celebratory mode. Uhispania ndio mabingwa. Uzinua red.